Tukizingatia kwamba katika Dira 2050 suala la elimu na ujuzi na ubunifu vimepewa kipaumbele, na sisi tumejikita ama tumejipanga kuhakikisha kwamba katika shughuli zetu katika kipindi hiki tunapoanza utekelezaji wa Dira 2050 tunazingatia kufanya kwa bidii zaidi kuwapatia elimu ambayo inakubalika kimataifa, lakini pia katika elimu hiyo waweze kupata ujuzi. Kwa hiyo tunakuwa na vifaa ambavyo vinakubalika kimataifa pia vya kufundishia, na ndipo basi tutaweza kuchochea ubunifu wa vijana wetu, na katika hizi bunifu ndizo zitakazosaidia kutatua changamoto mbalimbali zilizopo katika taifa letu katika sekta hii ya bahari na sekta nyingine zinazoendana na hii. Hapo ndipo tutaweza kuona mchango wetu katika ukuaji wa maendeleo ya nchi pamoja na ukuaji wa uchumi katika nchi yetu na kufikia malengo ya Dira 2050. Na katika mambo mengine ambayo tunayafanya mbali na ubunifu na elimu na mafunzo, tunatoa elimu kwa njia ya makongamano. Tunalo kongamano letu maarufu, ni mwaka wa 5 sasa, tunaelekea kuwa na kongamano la uchumi wa bluu ambalo tunatarajia litafanyika kuanzia tarehe 7 mpaka tarehe 9 mwezi Septemba mwaka huu wa 2026. Na kongamano hili mwaka huu limekusanya wadau wengi kutoka nje ya nchi, pia taasisi za elimu za ndani na nje ya nchi, lakini pia wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi, na hivyo tunawaalika wadau wote wa uchumi wa bluu, na in fact hakuna ambaye haguswi na uchumi wa bluu. Nikianzia tu kuambia habari ya usafirishaji kwa njia ya maji, tunaweza kuona 90% ya biashara ya dunia inasafirishwa kwa maji. Ukijitazama hapo ulipo, hata mavazi uliovaa kuanzia kichwani mpaka mguuni, sijui kama meli haijahusika. Ukitazama kulia kushoto kwako, sijui kama meli haijahusika kusafirisha chochote ambacho wewe unacho hapo katika mazingira yako. Kwa hiyo sisi sote tu wadau wa masuala ya bahari, sote tu wadau wa uchumi wa bluu. Tuje tusikie, tuone namna gani tunaweza tukachangia katika ukuaji wa uchumi wa bluu nchini Tanzania.